Tumekusanyika hapa kwa ajili ya tukio ambalo tumekuwa tukitangaziana kwa ajili ya kutambua huduma ambayo mchungaji aliifanya kwa muda wa miaka mitatu katika mtaa huu wa Mbezi, na hatimaye Bwana akamuita tena mahali pengine aweze kutumika huko. Na kama ilivyo kawaida kwa sisi wachungaji, huwa ukiitwa ni unaondoka, na huwa hakuna muda wakati fulani wa kuja kusema kwa kweli nimeondoka. Kwa hiyo tukaona tuiweke siku ya leo kwa ajili ya tukio hili la kumwaga rasmi mchungaji Mganga Mang'ara Mango ambaye ameitwa kutumika katika mtaa ule wa Yombo. Na kabla sijamkaribisha Sauli kuendesha programu hii, binafsi ninapenda kumshukuru kwanza mchungaji Mganga Mang'ara Mango kwa utumishi wake ambao Bwana alimuita katika maeneo haya. Kiuhalisia, sisi siku zote kama wachungaji huwa tupo tayari kwenda mahali popote kwa wakati wowote, na huwa tunaitwa katika wakati ambao haukutarajiwa. Yaani unalala haujui kwamba kesho utaama au hautaama. Kwa hiyo huwa yanatokea hivyo, na unapopigiwa simu basi huwa hakunaga kubisha wala kufanyaje, ni kuchukua hatua na kuondoka. Na wakati wa kuondoka pia, wakati fulani kuna watu miongoni mwa ambao tumekuwa tukiwachunga, wenda walifurahia huduma yetu na wakati mwingine wakaumia, lakini miongoni mwao wapo pia ambao wenda hawakufurahia huduma yetu, lakini nao pia Bwana amewaweka ili, kwa sababu ndivyo tunavyofanya kazi kwa namna ya kipekee, na ni yeye ambaye ametuita ili tuweze kutumika kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na huwa hatupimi kwamba ni yupi ambaye anafurahia au hajafurahia, lakini siku zote tunakuwa tayari ili mradi Bwana ametupatia watu wa kuwahudumia kwa wakati huo na kwa muda wetu, kwa sababu anakuwa amegawa karama ambazo katika hizo karama huwa anataka akamilishe jambo fulani. Kwa mchungaji Mango alishakamilisha jambo lile ambalo alikuwa anataka kulikamilisha, na muda huu ameruhusu na mimi nije. Yawezekana isifike miaka mitatu, inawezekana ni miezi, lakini nitafanya lile tu ambalo limekusudiwa yeye aweze kulifanya katika mtaa huu wa Mbezi. Kwa hiyo mchungaji Mango, Bwana kubariki kwa huduma yako kubwa ambayo uliifanya kwa wakati wako na kwa namna ambavyo Bwana alikuagiza kutenda katika mtaa huu. Katika Zaburi, wakati namuita mzee Sauli, Zaburi ambayo mara nyingi huwa naipenda na naomba pia iwe Zaburi ambayo utakuwa ukiitafakari mara nyingi, ni ile Zaburi ya 37 na lile fungu la 4 na 5. Anasema, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Alafu anasema, mkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini, naye atafanya. Katika maneno haya anasema ni Bwana ndiye wa kukabidhiwa, na sisi tutajifurahisha kwa Bwana ikiwa tu maisha yetu tutayaweka kwake kikamilifu. Na hivyo kwa muda huu sasa, ninajua ya kwamba baadaye utapata muda wa kuzungumza. Nimkaribishe mzee Sauli ili aendeshe programu hii mpaka tutakapofikia mwisho kuhitimisha. Karibu sana. Asante Pastor, Mungu akubariki sana. Hivyo tunaanza rasmi zoezi la kumuaga mchungaji Mango kwa ile ratiba ambayo tulikuwa tumepatiwa ya zile idara na vikundi ambavyo vilikuwa tayari kutoa zawadi na mkono wa kwaheri kwake. Na kwa maana hiyo ningewakaribisha wachungaji pamoja na wake zenu mkae katika viti hivi
kwa ajili ya kuweka uratibu mzuri wa pongezi hizo na mkono wa kwaheri. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba japo sio siku nzuri sana, tukimkumbuka mchungaji wetu tumekaa naye muda mrefu, nasema ni siku ya kuagana, lakini kwa sababu ni ratiba za kiutendaji wa kazi hatuna namna, si ndio? Basi sisi kama kanisa tunathamini huduma yake ambayo tumekuwa naye hapa. Kwa kweli tulipata huduma nzuri, lakini pamoja na hayo tunaweza kuhakikishia tu ya kwamba pamoja na kwamba umetoka maeneo haya, bado umetuacha salama. Tuko vizuri kule uendako, basi Mungu apate kukubariki. Hatuna kikubwa cha kuweza kusema ya kwamba ni zawadi kubwa sana, lakini tukasema ya kwamba basi tuwe na chochote cha kukushika mkono. Lakini neno la maana sana ni upendo, na kama tumeachana kwa amani inakuwa ni jambo jema, ili kwamba tunapokutana sehemu nyingine, hedha unaweza ukawa mshiriki wa Mbezi, lakini vile vile inaweza kama mshiriki kwa mtaa mwingine ambao unaweza ukauchunga, tukakutana na kazi ya Bwana ikaendelea. Kwa hiyo cha msingi tu ni kwamba sisi kwa kweli licha ya zawadi hii, lakini tunakutakia baraka za Bwana. Yaani utembee na baraka hizo sehemu zote ambazo utakazokuwa na kanyaga kwa ajili ya kazi ya Mungu, basi Mungu akapate kuonekana katika utendaji wako wa kazi. Basi ningependa tu kwa heshima na taadhima niombe tu kwa kile tulicho nacho ukapate kukipokea na ukakifurahie mchungaji wetu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Wale ambao waliwahi kuwa wazee wa makarani waliokuwa wanawakilisha ofisi ya mchungaji na wazee katika kipindi cha mchungaji Mango, mnakaribishwa huku mbele kwa ajili ya kumpa dunia nzuri, makao mazuri ya roho yamejengwa. Wana wa kike wote ndani ya kanisa tunakaribishwa kwa ajili ya kumpa mkono wa kwaheri mchungaji Mango. Karibuni wote wana wa kike, karibuni kwa ajili ya mkono huo na kupiga picha ya pamoja. Huko Maliza, mnabaki kwa ajili ya picha. Tutamsifu Bwana tukiimba nyimbo, mbinguni hatutazeeka.
dunia tutazeeka. Mbarikiwe idara ya wana wa kike kwa tukio hilo mlilolitekeleza. Kundi linalofuata ni kwaya. Kwaya ya kanisa walileta kwamba wao nao wana jambo lao juu ya kumwaga mchungaji Mango. Yule mwakilishi namkaribisha saa hii kwa ajili ya kutoa mkono wa pongezi na kwaheri pamoja na kuwasilisha walichokuwa wamejiandaa nacho. Karibu sana. Nitakapomaliza kazi hapa duniani, nitaitwa jina langu nipewe ujira, nitasujudu mbele zake kwa uso wa furaha, nitavikwa taji yangu ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbezi Luis, wanakwaya, Bwana ni mwema. Sijasikia wanakwaya. Wanakwaya, Bwana ni mwema Wakati wote. na wakati wote. Bwana ni mwema. Tuseme nini kwa Pastor Mango? Hatuna cha kusema. Tuseme nini kwa Pastor Mango? Amina. Kwa kweli hatuna cha kusema mchungaji, zaidi ya kushukuru. Amen. Kwa sababu kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu tena. Tunashukuru sana sana kwaya ya Mbezi Luis kuwa na Pastor Mango kwa kipindi chake. Manake katutoa Mbezi Luis mpaka St. Louis Marekani. Sio jambo la kawaida. Amina. Yaani chanzo cha sisi kufika GC ni Pastor Mango. Wanakwaya, uongo? Kwa kweli Pastor, tunakushukuru sana kwa uwepo wako kwa kipindi hicho. Umetutoa chini ukatufikisha juu kwa viwango ambavyo Mungu aliruhusu. Kwa kweli hatuna cha kusema zaidi ya kushukuru. Sijui niseme nini, yani tunasikitika, lakini ndio wakati umetimia, inabidi uende kwingine pia. Kile ulichokifanya Mbezi tunatamani na huko ukakiendeleze. Amina. Amen. Kabla sijakabidhi Yerusalem, nitakapomwona mkombozi Yesu atakaposhuka toka mbinguni, sio Selema bali ni mfalme, furaha isiyo na kifani. Yerusalemu yapendeza, wenye nuru, utaishi kwa furaha Bwana milele zote, na upendo hakuna utengana, maskani yake pamoja nasi. tuna zawadi yetu. Yapendeza, Tuna zawadi yetu. wenye nuru. Naomba msubirie basi waimbaji. Naomba nikabidhi zawadi hii kama tulivyoipanga kukabidhi mchungaji. Ni ndogo lakini tunaamini itafanya kitu. Tunawashukuru sana pamoja na mama na familia. Karibuni Mbezi, kwa kweli mmetuachia alama. Wametuachia nini waimbaji? Alama. Yaani sina hata cha kusema, lakini ni kushukuru tu. Asante sana mchungaji. Amen. Tuliyemngoja aliyeahidi kurudi tena, na tushangilie, tumwimbie sifa ya nyuma, si kitu yamepita. Yerusalemu yapendeza, kwenye nuru tutaishi kwa furaha naye Bwana milele zote. Basi Mungu awabariki sana wanakwaya wa Mbezi Luis pamoja na maidara na ofisi ya mzee waliojitoa kwa ajili ya kukamilisha tukio hilo. Wakati huu ninawakaribisha wale ambao walikuwa
wamejitoa binafsi kwa ajili ya kumuaga mchungaji Mango kwa mkono wao. Mnakaribishwa wakati huu, karibuni mbele. Na wakiwa wanajiandaa sasa, nikaribishe kanisa lote kwa wale ambao tumepata fursa na ambao hatujapata fursa ya kumuaga mchungaji, kwa ajili ya kumuaga hata kwa mkono wa pongezi na kwa heri. Mungu awabariki sana mnavyokamilisha. Karibuni sana wote. Pendane kama Baba Mungu, amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Uwe umepata fursa ya kuja au hujapata, njoo. Kwa ujumla ni kanisa zima. Karibuni wote. Wapendo tuwafariji wenye mahitaji, upendo tu watoto wake, upendo umetupasa na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Na atakapokuja kutuchukua juu, tutaimba milele pendo lake Yesu. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupenda ndiyo hii, kupendana sana. Tuendelee. Praise. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya ratiba yake, lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru ninyi kwa jinsi ambavyo tulifanya wote kazi. Kwa miaka mitatu nimefanya kazi miaka mitatu kabisa, na jinsi ambavyo Mungu alitusaidia tukafanya yale ambayo Bwana alikuwa amenituma kuyakamilisha nilipokuwa hapa. Jina la Bwana litukuzwe sana. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya tukio ambalo leo mmeliandaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hili ni tukio zuri mmeliandaa, ikiwa ni ishara ya kutambua ya kwamba tulifanya wote kazi vizuri. Nakumbuka mwaka ule 2023 ilikuwa kama mwezi wa 4 au wa 3 kama huu, ambapo tulikuwa tukimuaga Pastor Bizombe, na nilisema ya kwamba mwenzako akinyolewa zako tia maji. Wazee wa kanisa wakacheka sana, kwamba huwa inafika hatua unaondoka, kwa sababu ni awamu kwa awamu. Na Pastor, nashukuru umelifanya hili, na jina la Bwana litukuzwe sana. Huwa inafika hatua ukienda mahali, hata kama ungekaa miaka 10 sio mingi, itafika tu ida ukomo. Yaani hata kama ungeishi miaka yote ya kustaafu ukafanyia hapo kazi, itafikia hatua ya kustaafu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha yetu ya hapa duniani, swala la kuhama ni sehemu ya maisha. Kwa kweli, wakati unapokuwa unazoeana na watu, mmejenga urafiki na undugu, ikaja habari ya kuhama kama mwanadamu, inaweza isikufurahishe sana. Lakini basi huwa inapendeza ya kwamba ikifikia hatua ya kwamba sasa awamu yako hapo imeisha, inapendeza ukaondoka mkiwa mna watu vizuri na watu bado wakikuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wakasema kuna wachezaji wale wazuri, wale wanenguaji, wale wazuri wanaonengua wanafurahiwa. Natumia huo mfano katika mazingira mazuri matakatifu.
lakini nataka tupate ile maana ya kwamba wale wa dancers, good dancers, wale wachezaji wazuri, wale wanaocheza muziki huko wanashangiliwa, wao wanajua wakati mzuri wa kutoka wapi? Kwenye jukwaa. Wakitoka kwenye jukwaa wakiwa wanashangiliwa, inakuwa ni vizuri. Kwa hiyo hata mimi ninashukuru, sikupanga mimi kuama, lakini kama utaratibu wa kanisa na utaratibu wa Mungu, kama nimeondoka na tumebaki na mahusiano mazuri, kwangu mimi ni furaha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwangu mimi ni furaha na ninashukuru Mungu. Pastor Michael Ngaresoni, nakushukuru kwa kufacilitate jambo hili. Ni jambo jema na Bwana akubariki sana. Na ninashukuru tumefanya smooth transition, tumekaa vizuri. Tumekuwa tukishirikiana na pastor, lolote tunashirikiana, tunawasiliana, tuna mawasiliano mazuri na tulikabidhia vizuri hata wazee. Kwa hiyo mambo yako vizuri. Mimi nashukuru sana. Lakini kwa tukio la leo ninashukuru zaidi ya kwamba mliona pastor pamoja na wazee na kanisa lote kwa ujumla mtenge siku ya leo na mfanye ratiba na mtoe chochote ambacho kwa kweli ni out of generosity, ni chayari, kinatoka tu katika moyo wa ukarimu, sio cha lazima, hakipo kwenye sera wala miongozo ya kanisa. Mliamua tu ya kwamba kwa sababu pastor tumekaa naye na tumefanya naye kazi kama wanadamu, hebu ngoja tutambue na tumuite, tumuage vizuri, na sio kuaga tu kwa maneno mkashika mikononi mkatoa chochote. Mimi pamoja na familia tunashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo kwetu limeacha alama katika moyo wetu, pamoja na mengi mliotutendea tulipokuwa hapa, mengi mazuri. Mmefanya hii tena kipindi fulani tukiwa bado hapa, mkatutambua tu, tunafurahia na tunashukuru. Pale nyumbani kuna tuzo fulani mlituandalia, ile nani gift fulani hivi siku ile ya kutambua. Huwa ninapita ninaiona, kuna zile picha mliandaa wazee na signature zenu, ninapita naona na najipa moyo. Kwa hiyo tunashukuru kwa ujumla. Lakini pia nashukuru kwa fellowship na undugu ambao tumetengeneza kati ya sisi familia ya mchungaji Mango na washiriki wa Mbezi Luis. Yaani ninaweza tu nikampigia simu Maripula, nikampigia simu Mzee Kabadi, nikampigia simu Mzee Chua, nikamsalimia kwa uzuri kabisa. Nikampigia Zobendo na wengine. Huwa namsumbua pale dada Grace Chagonja, nampigia. Hata trafiki wakinisumbua huko, nimekuwa mkorofi kidogo barabarani na haraka, namwambia ongea nao. Anasema pastor, mambo yanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninajisikia vizuri kwamba nina ndugu. Na watoto wangu wale wawili wakubwa wanasema ndugu zetu wa Mbezi. Bwana Yesu asifiwe. Na marafiki zetu wa Mbezi iliwachukua muda kidogo. Wanasema tunaenda, mbona hatuendi Mbezi? Ikabidi mama yao aelimishe vizuri, baadaye ndio akaelewa. Sasa leo walivyosikia walikuwa wanashangilia sana. Tunaenda Mbezi, tunaenda kuwaona ndugu zetu na marafiki. Yaani tumetengeneza undugu, na hilo ni jambo jema. Na ndio uzuri wa huduma ya uchungaji. Pamoja na wale ndugu zako wa ukoo, lakini unapata ndugu wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeguswa na mke wangu ameguswa zaidi. Kwa niaba ninatoa shukurani. Baada ya kusema hayo machache, wanakwaya ninashukuru. Nilivyohamishwa kupelekwa Yombo, sijui nani aliwaambia Yombo walikuwa wana ile nyimbo za midundo. Kuna kanisa lile la Kiwarani wakipiga mdundo hapa, kama una pressure unatoka unaenda kule. Sasa nashukuru kuna washiriki hapa wana mahusiano na watu wa kule, walinisaidia sana. Wengine sitawataja, wana ndugu kule, wakawa wanawaambia hapo kwenye muziki mjiandae. Kuna mzee mmoja alinisaidia sana, sitaki kumtaja, lakini akawa anawaandaa
kwamba hamtaendelea kuimba hivyo. Na kweli nilifika nikaanza siku 10 za maombi, nikawaelimisha. Haikunichukua muda. Siku ile ya mwisho tumesali mtaa, nimeshawaelimisha wazee hawakupiga muziki. Nikasema tutaleta semina vizuri. Makanisa yale mawili yakaelewa, ikabaki Kiwarani kidogo. Lakini basi tumeenda nao vizuri mpaka leo. Leo nimetoka Kiwarani, mpaka leo Mungu ni mwema, tunaendelea vizuri. Wako tayari kujifunza na kutuma mtu akasome muziki vizuri, waimbe kulingana na falsafa ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa ninawatia moyo. Kwa hiyo ninashukuru, lakini taarifa walikuwa wameshazipata, na wao tunawaombea wafikia hatua nzuri katika falsafa ya muziki. Kwa hiyo ninashukuru wanakwaya, ninashukuru, na ninaangalia mara nyingi zile video zenu mlizozi-upload kwenye YouTube, naona mli-upload na zingine ninaangalia mara nyingi na zinafanya vizuri. Na ninashukuru Pastor Michael Ngarisoni, ni mwanatheolojia mzuri, pastor anayefuata muziki wa falsafa ya kanisa. Kwa hiyo najua mtaenda mbele na mtasonga zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mtasonga mbele, na ninashukuru kwa yote hayo. Baada ya kusema hayo machache, nina waomba tuendelee kumtumaini Mungu na tuendelee kuifanya kazi ya Mungu zaidi kabisa. Tumpatie Pastor Michael Ngarisoni ushirikiano mkubwa, kwa sababu sisi tunaujenga mwili wa nani? Wa Kristo. Sisi ambao tumeajiriwa na taasisi, tunajua hivi huwa ni vituo vya kufanya kazi. Taasisi inaweza kukupanga muda wowote popote itakapoona panafaa. Na tulipoingia kazini tulisaini ule mkataba wa masharti ya kazi, ikiwa ni pamoja na kuhamishwa muda wowote. Kwa hiyo kuhamishwa kwa mchungaji sio swala baya wala sio swala geni, ni swala la kawaida. Hata pale Yombo nilipo niko mguu upande yaani wakisema sasa muda umefika, tunataka ukasaidie Mkuranga, naenda. Tuko sawa? Muda umefika, rudi kule Mlandizi, na yani ndivyo tulivyojitoa sisi watumishi. Kwa hiyo tunajenga taasisi na mwili wa Kristo. Hatutamani kujijenga sisi wenyewe, kwamba eti mimi nikiondoka mambo yatakufa. Hapana. Kiondoka, kazi ya Bwana inasonga mbele. Yule aliyekuja anaisongesha mbele na unamtia moyo. Kwa hiyo tunaendelea kumwombea pastor na tunaendelea kutiana moyo, na niwatie moyo kuendelea kusonga mbele. Awamu yangu hapa Mungu ameruhusu iishe, na tabidi nipungue sana na Pastor Michael Ngarisoni aongezeke sana. Na hiyo ni kawaida. Awamu inapoisha, anayefuata anaongezeka, yule aliyekuwepo anapungua. Yesu alivyokutana na Yohana Mbatizaji, wanafunzi wakamwambia Yohana, Yesu anafanya wanafunzi kama wewe na anabatiza. Japo Yesu akubatiza, walibatiza wanafunzi. Yohana alisema inabidi mimi nipungue sana ili Yesu afanyeje? Aongezeke. Kwa hiyo ni utaratibu wa kibiblia. Baada ya kusema maneno hayo machache kutoka kwangu, ninatamani tusome fungu moja kutoka katika maandiko matakatifu, na baada ya hapo tutaomba. Kabla ya kuomba, mama mchungaji anaweza kuwa na jambo, lakini basi tutakuwa tumekamilisha. Katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya 1 na lile fungu la 6. Wafilipi 1 na lile fungu la 6, maandiko matakatifu yanasema, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku
ya Kristo Yesu. Maandiko haya aliandika Mtume Paulo kwa kanisa la Wafilipi, kanisa ambalo lilikuwa linapitia changamoto ya mateso, ya kutengwa na raia wa kawaida, mateso ya kununuliwa bidhaa zao, mateso ya kutengwa katika makusanyiko ya kawaida, kwa sababu walikuwa wamemwamini Kristo. Paulo akawa anawatia moyo kwa kuandikia waraka wa Wafilipi, na katika lile fungu la 6 anawaambia yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwao angeimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Ujumbe huu ni kwetu pia sisi kama Wakristo wa leo, ambao tunaweza kuwa tunapitia mambo mengi kabisa, lakini habari njema ni kwamba kwa vile Mungu ndiye alianzisha kazi njema mioyoni mwetu, kazi njema ya kuamini na kututumilia wokovu, ataikamilisha hata siku ya Kristo atakaporudi. Kwa hiyo ninawatia moyo yoyote. Mchungaji, tunaweza tukabadilika, mambo yanaweza kubadilika, lakini Mungu ni yule yule, neno lake ni lile lile. Tuendelee kumwamini. Bwana Yesu asifiwe. Imani hiyo ataendelea kuiweka hata mpaka atakaporudi, tupate uzima wa milele, twende kule mbinguni ambapo hatutakuwa tunaagana. Tukitaka tu kukutana, tunakutana na vitu vingine kama hivyo. Kwa kusema hayo machache, mimi ninashukuru, ninawaombea, nimeappreciate kama kanisa. Pastor Michael, nimeshukuru sana kwa jinsi ambavyo umeorganize. Wazee wa kanisa nimeshukuru sana, wa idara ya wanawake, kwaya na kila mmoja. Levis Capson nimeshukuru sana. Hata ukaleta ile picha kule ya harusi kule Arusha ya ndoa. Bwana atukuzwe sana. Kwa kusema hayo machache, Bwana wabariki. Karibuni Yombo. Tutakuwa na Majengo Day hapo mwezi wa 4. Kuna kanisa lao pale tunatamani tulipige liishe. Majengo Day ni kila sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisheni. Bwana Yesu asifiwe. Na wao nimekuta wana ujenzi, kwa hiyo tutakuwa na Majengo Day. Karibuni. Tutapata taarifa, tutaona kama nanyewe mnajenga hapa, lakini kwa namna ambavyo Bwana atawabariki, kama tukipata kwaya ikija kule, basi itakuwa ni vizuri ili tuendelee kushirikiana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haya pastor, mimi ninashukuru. Mambo ni mengi, lakini basi siku ya kuaga hayatoshi, muda utoshi. Kwa hiyo machache, mimi nimeshukuru. Bwana awe pamoja nanyi. Mama mchungaji, unataka kusema? Bwana, tusije tukaingia tu kwenye gari ukasema umeninyima nafasi pale. Na mimi nilitaka niwaage. Sasa nimekukaribisha, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi nimshukuru Mungu kwa muda wote ambao tumeweza kuwa pamoja hapa, tumeshirikiana kwa kila namna. Familia yetu ya Pastor Mango na watoto wetu kwa ujumla, si tuna wageni, kwa herini. Tutakutana huko masokoni, tutakutana barabarani, tutaendelea kusalimiana. Ya ushirikiano tuendelee kupeana hapa na wachungaji, watumishi wa Bwana hawa ambao sasa ni wenyeji wetu, na tutalitukuza jina la Bwana. Neno moja kuu, tusigombane njiani. Tushikamane kwa upendo, kwa umoja, tuwe na nia ya Kristo kama Wafilipi 2:5 inavyosema. Bwana wabariki sana. Amina. Basi amina. Basi baada ya kusema hayo machache, pastor, nilitamani kuomba. Kama tutakuwa na ratiba nyingine labda mwishoni huko nitapewa nafasi niombe.